Kwa mara ya kwanza katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumesikika vilio upande wa Tanganyika kutaka Wazanzibari waondoke au watimuliwe. Makala hii inatupia jicho kuhusu hilo, lakini nakwenda mbali zaidi na kuangalia sababu zinazopelekea hali hii ambayo inazidi kushamiri kwa upande wa Tanganyika. Sasa katika siku za hivi karibuni katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa ya maongezi, ukienda TikTok ambako kumekuwa na maongezi endelevu hasa ya vijana wa Gen Z, lakini pia ukienda Clubhouse ambako kuna makundi mbalimbali ya Watanzania, wengi wao wakiwa nje ya nchi, diaspora, kumekuwa na sauti za wazi zikisikika kutaka Wazanzibari aidha waondoke kwa hiari yao au watimuliwe. Na sababu kuu inatokana na Samia Suluhu Hassan. Kwa wengi wanaona kwamba Samia ni mhusika mkuu wa haya yanayojiri. Lakini Wazanzibari wanaingia vipi? Wazanzibari wanaingia hivyo kwa sababu kadhaa. Moja ni madai kwamba Wazanzibari wamekuwa wakifurahia madhila yanayopata Watanganyika. Lakini upande wa pili kuna tuhuma kwamba katika unyama uliojiri Oktoba 29 na siku zinazofuata kulikuwa na askari kutoka Zanzibar ambao walishiriki katika hizo operations za kuwatoa watu uhai. Lakini kimsingi chanzo hasa ni Samia Suluhu Hassan. Matendo ya Samia Suluhu Hassan kwa lugha nyingine yanawaathiri Wazanzibari kwa sababu wanaonekana kama Samia ni Mzanzibari na hao Wazanzibari ni wenzake, na baadhi wanadaiwa kuwa wanashangilia haya yanayojiri na hakujawa na jitihada kuonyesha kwamba kuna upinzani dhidi ya unyama unaoendelea huku Tanganyika. Sasa tuanze na kuangalia kuhusu hilo la Samia. Ni kweli yeye ndio chanzo cha haya yote au pengine ni lawama tu anazozipata kutokana na nafasi iliyokuwa nayo? Sasa kwa yaliyojiri Oktoba 29, yeye kama amiri jeshi mkuu, lawama zote zinamwangukia yeye. Iwe alitoa amri, na kwa mujibu wa taarifa yeye ndio aliyotoa amri ya vyombo vya ulinzi na usalama kuwachinja maelfu ya Watanzania. Sasa hata asingetoa amri, kwa sababu yeye ni amiri jeshi mkuu, unyama uliofanywa na vyombo hivyo yeye angepaswa kubeba lawama zote. Lakini kulikuwa na namna ya kuwapoza Watanganyika, na kwa hakika Watanzania kwa silika yao ni watu fulani wepesi sana kulainishwa na maneno matamu. Light Samia Suluhu Hassan baada ya yaliyojiri Oktoba 29 angebadili lugha na kuwa ile lugha aliyoanza nayo March 2021 alipoingia madarakani mpaka katikati ya mwaka 2023, lugha ambayo ilijikita zaidi katika kupata undugu, mshikamano, umoja, zile wenyewe walikuwa wanaita 4Rs, mambo ya maelewano, kushikamana na vitu kama hivyo. Basi yayumkinika kuamini kwamba mpaka kufikia muda huu angalau maumivu waliokuwa nayo watu kutokana na yaliyojiri Oktoba 29 yangekuwa yamepungua, kama si kuondoka kabisa. Kwa bahati mbaya au kwa makusudi, Samia ameendelea kuongea lugha ile ile tangu alipofanya mkutano wa kwanza wa hadhara Disemba 3 ya mwaka jana, ambapo aliongea maneno makali, akahalalisha yaliyojiri na vitu vingine ambavyo kwa hakika sivyo kupenda. Na ameendelea kwa lugha nyingi. Kuna nyakati ambazo watu pengine wanataka kuendelea tu na maisha yao, kusahau yaliyotokea, yeye anakurupuka na mahotuba yake ambayo yamejaa vijembe, yamejaa kebehi, na kwa namna fulani ni kama anataka zile kumbukumbu ya yale yaliyojiri huko nyuma ziendelee kuwepo vichwani mwa Watanganyika. Lakini jingine ambalo linachangia haya ni ukweli kwamba matukio hayo ya ubakaji, ulawiti, utekaji, utesaji na mauaji sio tu yameendelea, lakini ukweli ni kwamba yalikuwepo hata kabla ya Oktoba 29. Kama nilivyosema, kuna awamu mbili za Samia. Samia wa March 2021 mpaka katikati ya mwaka 2023 na Samia wa katikati ya 2023 mpaka sasa. Huyu Samia wa pili wa kuanzia katikati ya mwaka 2023 mpaka sasa ndiye ambaye amesimamia na pengine kuridhia unyama mkubwa ambao haujawahi kutokea katika historia ya Tanzania. Ikumbukwe kuna matukio makubwa yaliyojiri kabla Oktoba 29. Mpaka wakati wa uchaguzi tayari kulikuwa na watu takriban 200 ambao walikuwa wametekwa na wasiojulikana. Lakini baada ya Oktoba 29 ni kama kasi imeongezeka. Kuna idadi kubwa ya watu wanatekwa, na ni kwa sababu vyombo vya habari haviripoti. Lakini pia kuna idadi kubwa ya watu wanalawitiwa, kuna watu wanabakwa, kuna watu wanateswa na watu wanauawa. Na wakati huo haya kiendelea, kuna familia kadhaa ambazo wapendwa wao mpaka sasa hivi haijulikani miili yao iko wapi, wameuawa, wako gerezani na hali kama hiyo. Na hakuna jitihada. Kila anapojitokeza mwanasiasa, kila anapojitokeza mtu hata ndani ya Chama cha Mapinduzi chenyewe kujaribu kuongelea kuhusu haki itendeke kwa wananchi kuhusiana na yaliyojiri huko, aidha ataishia kutekwa au kuna mambo ambayo yatakuja kumtokea. Mnakumbuka kuhusu
aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, ambaye alijaribu kulizungumzia jeshi la polisi, kuambia kwamba mambo ya utekaji, matukio kama haya yanaleta George Simbachawene. Kuhusu matukio haya akaishiwa kutolewa katika wadhifa. Kwa hiyo ina maana kwamba Samia mwenyewe anaridhia haya yanayoendelea kwa sababu anazozijua yenyewe. Kwa hiyo moja ya vyanzo vikuu vya haya au chuki ambayo inapelekea baadhi ya watu kutoka Wazanzibari waondolewe Tanganyika ni Samia Suluhu Hassan. Upande wa pili, pengine si haki sana, inawezekana ni sahihi kumlaumu Samia, lakini Samia anafanya haya yote anayofanya ambayo inawasababisha mpaka watu kutoka Wazanzibari waondoke ni Chama cha Mapinduzi. Ni muhimu sana kuelewa kwamba anayoyafanya Samia tofauti na yaliyojiri huko nyuma ni ukubwa tu, lakini kimsingi unyama wa utawala wa CCM dhidi ya Tanzania umekuwepo kwa muda mrefu. Kimsingi tangu taifa hili lipate uhuru kumekuwa na matukio mengi ambayo yamekuwa yakisherehesha matumizi ya mabavu dhidi ya Tanzania. Pengine kukumbushia tu kwa kifupi ni kwamba wakati wa Julius Kambarage Nyerere ambaye alikuwa akisifiwa kwamba ni baba wa taifa, ameleta umoja, kuna mazuri mengi Nyerere ameyafanya, lakini kuna mabaya makubwa pia aliyoyafanya. Miongoni mwa hayo ni kitu kilichoita operation ya vijiji vya ujamaa. Hii ilifanyika kwa nguvu, kuwalazimisha watu kutoka kwenye ardhi yenye rutuba, kutoka kwenye ardhi ambayo ilikuwa pengine watafuga mifugo yao, watu walikuwa na biashara zao, wakalazimishwa kwa nguvu kutoka kupeleka katika vijiji vya ujamaa. Vingi hivyo vijiji vilikuwa havina, vingine ni vyenye ukame, mazao hayawezi kushamiri na vitu kama hivyo. Kimsingi haina tofauti sana na Samia anachokifanya huko kwa Wamasai. Hiki ndicho kilichofanywa wakati huo huko nyuma, wakati wa hilo zoezi la operation ya vijiji vya ujamaa. Alivyokuja mtangulizi wa Nyerere, marehemu Ali Hassan Mwinyi, yeye naye alikuwa na mapungufu yake. Pamoja na kufungua milango na fursa za kiuchumi, lakini kwa upande mwingine kulikuwa na maovu yaliyotokea, kwa sababu yeye alikuwa ni rais wa kwanza kuwaleta Waarabu huko kwenye mbuga za wanyama. Kwa hiyo kashfa za mambo ya mbuga za wanyama kuuzwa yalianza wakati wa utawala wa Mwinyi. Alivyokuja Mkapa kulikuwa na nafuu kidogo, lakini hata hivyo na yeye alifanya maovu makubwa sana ambayo yalikuwa hayajawahi kutokea katika historia ya Tanzania, kwa sababu mwaka 2000 CCM walibuagwa kwenye uchaguzi huko Zanzibar, na chama cha upinzani wakati huo CUF chini ya Maalim Seif kilishinda ule uchaguzi, lakini CCM wakapora uchaguzi, kukatokea vurugu kubwa. Matokeo yake CCM iliua watu kadhaa, na kwa mara ya kwanza katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanzania ilizalisha wakimbizi. Kuna wakimbizi wengi ambao walitoka Tanzania wakati huo, kwa sababu kulikuwa kukaliki. Pemba ilikuwa ni sehemu ambayo haikaliki. Kuna wanajeshi walienda huko, walibaka, walipiga watu, waliotia watu ulemavu na vitu kama. Na hili ni muhimu sana kulizungumzia, kwa sababu miongoni mwa Wazanzibari wanasema kwamba ninyi Watanganyika mlikaa kimya wakati sisi tunafanyiwa unyama huu. Ni kweli kwamba Mkapa alisimamia hili, na haya yalifanyika Januari 2021 na kwenda mbele. Kuna watu wengi waliuawa, mpaka leo idadi kamili ya waliouawa haijulikani, haijawahi kwa wazi. Wanasema sijui walikuwa watu 20 na kitu, wengine wanasema walikuwa watu 71, lakini naamini kwamba idadi ya waliouawa ilikuwa kubwa zaidi ya ile iliyotajwa. Pengine kilichoweza kufanya haya yasifahamike sana ni ukweli kwamba wakati huo mitandao ya kijamii ilikuwa ni adimu, kwa kiasi kikubwa haikuwa hadharani. Mfano, mtandao wa kijamii wa Twitter umeanza mwaka 2006, Facebook nadhani ilianza 2004. Kwa hiyo mengi haya yalitokea kabla ya ujio wa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kulikuwa na ugumu wa jamii kufahamu yaliyojiri, lakini kwa Wazanzibari wengi wanasema nyinyi mlisimamia mbara Tanganyika mwenzenu walikuja kaua watu, na kwa hakika wanajeshi waliokwenda kufanya unyama ule hawakutoka Zanzibar, walitoka huku bara. Kwa hiyo hili limekuwa likitumiwa sana kama sababu ya wao kusema mbona sisi tulipopata shida nyinyi mlikuwa mnachekelea tu, hamkufanya chochote, hamkumkemea. Kwa hiyo ni lakini si kweli kwamba hakuna watu waliosema, kuna watu waliojaribu kukemea kwa hakika, lakini sauti hazikuwa kubwa sana. Kwa hiyo pengine wanaweza kuwa na hoja ya msingi katika hilo, japo halijustify haya yanayojiri sasa hivi. Alipokuja Kikwete, mrisi wa Mkapa, hali pia ilikuwa ni mbaya. Kwa hakika ni wakati wa utawala wa Jakaya Kikwete ndipo kuliibuka hili janga la utekaji, kwa sababu kuna watu walianza kutekwa, kuna watu walikuwa na uwawa, wapinzani. Moja ya matukio muhimu sana ilikuwa ni kuna wa chama cha madaktari Tanzania kilikuwa kinatishia kufanya mgomo kutokana na maslahi duni ya utendaji kazi wake. Akatekwa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho, anaitwa Ulimboka, Dr. Ulimboka. Wengi mtakuwa mfahamu kwa sababu ni mambo yaliyojiri huko nyuma wakati mitandao ya kijamii nayo haikuwa na coverage ya kutosha. Huyu bwana aliteswa vibaya sana, lakini pia wanahabari, kuna kina Kubenea, Said Kubenea alimwagiwa tindikali wakati wa utawala wa JK huo. Na kuna mwandishi mmoja anaitwa Mwangosi aliuawa, na vitu kadha wa kadha vilitokea. Lakini kikubwa pia ni muhimu kufahamu kwamba wakati wa utawala wa JK kulikuwa na ufisadi wa kutisha.
watu walikuwa wanasafirishwa, madawa ya kulevya na vitu kama hivyo. Na huu ulikuwa na athari kwa watu mbalimbali. Kuna watu ambao haki zao zilipindishwa kwa sababu ufisadi ilikuwa ni kama sera ambayo ipo kwenye katiba. Kwa hiyo kulikuwa na maovu. Wakati wa Magufuli, mrisi wa Kikwete, Magufuli naye alikuwa na maovu mengi. Kimsingi Magufuli ndio alijenga msingi wa janga la watu wasiojulikana. Kwa hiyo mara nyingi tunapoangalia janga la watu wasiojulikana tunaangalia takriban miaka 10 sasa, lina kama miaka 10. Japo inakwenda mbali kidogo mpaka utawala wa JK, na wakati wa JK unakumbuka kuna eneo linaloitwa Mabwepande, misitu Mabwepande jijini Dar. Huyo ilikuwa maarufu sana, watu wanatekwa, wanapotea, wanaonekana mitao. Kwa hiyo hasa utekaji ulianza wakati wa JK, lakini ulishamiri wakati wa Magufuli. Na ifahamike kwa wale ambao wamfahamu, wakati wa utawala wa Magufuli zaidi ya Watanzania 3,000 waliuawa katika maeneo ya Mkiru ambayo ni Mkuranga, Kibiti na Rufiji. Kuna mambo yalitoka, na operation ya kijeshi ilifanyika huko. Na hili baadhi ya watu wanasema ndio lilompa audacity Samia, lilompa jeuri, uthubutu Samia kufanya. Kwamba kama hawa watu wenzao 3,000 waliuawa, hawakuandamana, hawakupiga kelele, wakakaa kimya. Je, ikitokea idadi kubwa zaidi, mara 5 au mara 10 zaidi, nini watakachokifanya? Kwa bahati mbaya ndio ilivyokuwa. Light yale alofanya Magufuli kule Kibiti, whether ilikuwa ni nguvu halali iliyotumika au la, huwezi kuwaua raia wako. Raia waliofanya makosa wanakamatwa, wanafunguliwa mashtaka, sio kwenda kuchinja watu ovyo. Kuna watu walichinjwa, kuna watu walibakwa. Mwandishi mmoja Azori Gwanda alikumbwa na hayo kwa sababu yeye ndio alikuwa anafanya coverage ya kule kilichotokea, na ule kwa hakika ulikuwa ni ugomvi ambao umechangiwa zaidi na vitendo vya polisi, maana polisi walikuwa wanafanya unyanyasaji mkubwa sana. Ndio maana tofauti na taswira iliyojengwa kwamba kulikuwa na viashiria vya ugaidi, hakuna kanisa lililochomwa, hakuna padri au Wakristo waliodhuriwa. Uharibifu ulifanywa zaidi ofisi za system, na waliuawa walikuwa ni polisi, takriban polisi 40 waliuawa katika kipindi hicho. Kwa hiyo kwa mujibu wa takwimu ni kwamba zaidi ya watu 3,000 waliuawa huko Mkuranga, Kibiti na Rufiji. Huo ni utawala wa Magufuli. Wa Samia mnajua yaliyojiri Oktoba 29, lakini kama alivyosema, haya yaliyojiri Oktoba 29 ni makubwa tu kwa sababu yanazidi yale yaliyojiri kuanzia katikati ya March, katikati ya mwaka 2023 na yaliyojiri baada. Kibaya zaidi ni kwamba mpaka muda huu tunaongea bado hali ni mbaya. Kwa hiyo kwa upande mwingine na kwa kiasi kikubwa, wakati Samia analaumiwa, wanaomwezesha kufanya haya ni Samia. Na mpaka leo ukisikia viongozi wa system wengi wanashangilia, wengi wanamunga mkono. Hakuna viongozi ambao wanatokeza hadharani kulaani haya. Tunasikia tu chini chini kwamba makamu rais Dr. Emmanuel Nchimbi hajaridhishwa, lakini naye angekuwa hajaridhishwa basi hajajiuzuru, kwa sababu kama hujaridhika na yanayofanya serikali yako, kwa nini usijiuzuru? Kwa hiyo watu wanaweza kumshangilia, lakini naye ni mnafiki, kwa sababu angeweza kujiuzuru kama hajaridhishwa na hayo yaliyotokea. Wengine, kundi la tatu, kwa sababu kundi kwa kwanza ni Samia, pili CCM. Kundi la tatu ni viongozi wa dini. Viongozi wa dini wakana ni wanafiki. Juzi hapa nimesikia tamko lililotolewa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika mkutano wao na Samia. Kuna baadhi ya mambo mengi tu ambayo yamewakera, hitaji kurudia kwa sababu makala ipo hapa ambayo inazungumzia kuhusu. Lakini viongozi wa dini wanalaumiwa, wakina Mwamposa ambao wamekuwa kwa kiasi kikubwa ni wawezeshaji wa unyama unaoendelea. Hujawahi kumsikia Mwamposa akikemea kuhusu utekaji, ulawiti, ubakaji na haya yanayoendelea. Kwa hiyo viongozi wa dini ambao wana nafasi muhimu sana katika kukemea maovu, na kwa sababu viongozi wa serikali, viongozi wa CCM ni waumini katika makanisa na misikiti husika. Lakini utaona kama taasisi kama BAKWATA haijawahi kulaani yaliyotokea. Unasikia baadhi ya viongozi kama Sheikh Mwaipopo anatokea huko kuongea vitu vya ajabu ajabu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kundi la tatu ni hili la viongozi wa nne. Kundi la nne ni Watanganyika wenyewe au Watanzania kwa ujumla, kwamba kwa kiasi kikubwa wao wenyewe wanawezesha haya yanayoendelea, kwa sababu mfano rahisi ulitokea huko Pemba. Pemba baada ya unyama uliofanyika, waliamua kuwasusia CCM kwa kila kitu, kuanzia misiba, waliokuwa wamepangishwa walitimuliwa, wakawa watu hawasalimiani, mpaka CCM ikasalimu amri na kuamua kufanya maridhiano. Na haya maridhiano ndio yalipelekea umoja wa kitaifa. Sio haya maridhiano ya mchongo na piga kelele na Samia, ambayo yana lengo la kumsafisha yeye. Inachohitajika ifike sehemu CCM wakaliwe kooni kwamba bwana, hapa hatuwezi, watu wanatengwa. Na hili sio gumu, kwa sababu hao wanaofanya hivi, kwa mfano vijana wanaotekwa wanajulikana, wajumbe wa nyumba 10 ndio wanao wa point. Kundi la mwisho katika haya yaliyotaja ni mabeberu, yani nchi za kigeni, ambazo mara nyingi serikali ya CCM, Samia na wengine wasema kuna fedha, wanaharakati sio wamepewa fedha na vitu kama hivyo. Lakini hizi ni lawama ambazo kimsingi
katika kutafuta tu visingizio. Je, wewe msikilizaji, kwa mtizamo wako na baada ya kusikiliza uchambuzi huu, unadhani nani hasa chanzo cha hali hii ambayo inaendelea hapa nchini Tanzania? Tafadhali toa maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.